Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club kuhusiana na sakata la dabi kuweza kuahirishwa, ambapo yameweza kutolewa majibu mara baada ya klabu ya soka ya Young Africans kuweza kudaiwa kuelekea uko kasi, ambako bodi ya ligi leo hii imeweza kutoa tamko lake kuhusiana kile ambacho kinachoendelea na kilichoweza kutokea katika sakata hilo. Mimi nimekusogezea hapa sakata zima, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa na maamuzi mapya yapi hayo ambayo yameweza kuchukuliwa. Utakwenda kujua kila kitu kwa sababu nimekusogezea, utakwenda kufahamu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa ambayo inaendelea sasa hivi kubwa kabisa ni kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo. Mambo yanazidi kuwa mengi kweli kweli. Kauli zinaanza kuchengana, kauli zinaanza kutofautiana. Huyu anazungumza la kwake na huyu anazungumza la kwake juu ya nini kilichoweza kutokea. Sasa klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya kutokujibiwa barua yake ambayo ilikuwa ikieleza juu ya madai yao ya kudai pointi 3 pamoja na magoli 3 pamoja na kuweza lipo fidia ya kile kilichoweza kutokea katika maandalizi ya kuandaa dabi ile, hatimaye klabu ya soka ya Young Africans ilielekea kasi. Sasa bodi ya ligi imeweza kutoa tamko lake kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo bodi ya ligi yapanga kuhusisha serikali katika sakata la Simba na Yanga. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Steven Mguto amesema kuwa endapo juhudi zao za kutatua sakata la mechi kati ya Simba na Yanga zitagonga mwamba, wataipelekea suala hilo kwa serikali ili kusaidia kupata masuluhisho la haki. Katika mahojiano na Mwananchi, Mguto amefafanua kuwa lengo kuu ni kuhakikisha amani inatawala kwenye soka la Tanzania. Hivyo kama bodi itashindwa kusimamia mgogoro huu kwa mafanikio, hatua inayofuata itakuwa ni kushirikisha mamlaka za juu zaidi. Jambo hili likitushinda kabisa, lazima tuihusishe serikali iweze kusaidia, kwa sababu kuhakikisha amani ipo si jukumu letu peke yetu. Kila mmoja anawajibika kuhakikisha utulivu unadumishwa, amesema Mguto. Kauli hii imekuja baada ya bodi ya ligi kuahirisha mechi ya Kariakoo Derby iliyokuwa ipigwe Machi 8, 2025. Hata hivyo iliyoibua utata mkubwa. Klabu ya Yanga tayari imetoa msimamo wake kwa maandishi ikibainisha kuwa haitacheza tena mchezo huo na kudai kupewa alama 3. Hali hii imezidi kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa soka, huku wengi wakisubiri uamuzi wa mwisho wa bodi kuhusu mustakabali wa mechi hiyo maarufu nchini. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachokwenda kutokea. Unaona bana, huku mchambuzi Hans Laffel anasema kwamba kuna watu wanahisi unaichukia timu fulani, ila ukweli ni kwamba nataka sheria na kanuni zifuate, sio busara. Ukisikiliza maneno ya Mguto utaelewa kwa nini niliamua kukomaa na msimamo wangu. Narudia tena, hakukuwa na sababu za msingi zilizofanya ile dabi kuahirishwa, ni siasa na busara za bongo. Sasa maji yanaanza kujitenga na mafuta mdogo mdogo, ukweli unajulikana. Unaona bana, kile ambacho kilichoweza kutokea. Lakini mchambuzi Farhan Kiam anasema kwamba ukimsikiliza Rais Kalia, rais wa TFF huyu alivyozungumza, ukimsikiliza mzee Mguto alivyozungumza, kuna picha unaipata. Yani wakuu wawili wa TFF na bodi ya ligi ni kama kuna sehemu
wameshamweka Yanga. Kama kuna namna Yanga ndio anatazama kama mwenye makosa zaidi. Kwa wataalamu wa kukonyeza gizani, ukisikiliza interview zao wote wawili, kuna picha unaipata. Acha inyeshe, interview huenda zilikuwa na lengo zuri tu, ila ndio zimezidi kuongeza ukakasi. Ni sawa na shahidi kuletwa na escort ya polisi, kesi ishakuwa ngumu hii, unaona bana. Kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo mwenyekiti Steven Mguto ni kama amekuja kuweza kuliweka bayana ili sakata ambalo linaloendelea, huku ukisikiliza kauli ya hapo mwenyekiti wa bodi ya ligi anasema kwamba tayari wameshaweza kuwajibu Young Africans barua yao ya madai ya pointi 3, lakini ukisikiliza kauli ya Boimanda ambaye ni afisa habari wa klabu afisa habari wa TPLB, mwenyewe anasema ya kwamba bado barua ya Yanga haijajibiwa. Sasa unaelewa ushike wapi uachie wapi. Lakini anaandika Ricardo Momo, mchambuzi wa soka, anasema tusizunguke. Simba walifanya makusudi kutopeleka timu, walijua walichokifanya, wataangukia hapa. Mpira wetu unaharibika kwa mambo ya namna hii. Hakukuwa na sababu ya msingi ya kutochezwa kwa dabi ya Kariakoo, unaona bana. Lakini Wilson Oruma anaandika, anasema ya kwamba unaye ni mchambuzi wa soka, anasema kama watu wangesimama ama wangesimamia kanuni tu, Yanga Afrika ingeshushwa daraja 2021. Msimu huu ndo hakutakiwa kabisa kushiriki ligi, sababu alishindwa kusajili timu ya vijana na dirisha lilishafungwa. Wakati mnaambiwa mabaya ya kulazimisha President Kalia, waulize hakuna mazuri, unaona bana. Kwaliko kile kinachoendelea. Lakini Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu, anasema ya kwamba msimu huu ama msimu ujao tutaboresha kanuni na tutazifanya ziwe wazi zaidi. Tukio kama hili lililotokea msimu huu pale kwa Mkapa hamtaliona tena, na msimu ujao kama timu haina uwanja wa mazoezi isahau kucheza ligi kuu, unaona bana. Kwa kile ambacho kinachoendelea, mambo yanazidi kuwa ni mengi kweli kweli katika hili sakata, huku inaelezwa ya kwamba hapa nazungumzia ni raisi ama makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji, anasema ya kwamba watu wakikuamini wamekukopesha imani, watu wakikuamini wamekabidhi hisia na upendo wao wote kwako. Watu wakikuamini wanataka uwakilishe, ufikishe na ukamilishe mawazo yao. Watu wakikuamini ni heri kufa ukiwa umesimama wanachokiamini wao. Utaacha historia kwa ajili yako na kizazi chako, kuwa wewe ni mmoja kati yao. Tunaishi kwa ajili ya hao watu, heshimu watu na utu wao, unaona bana. Ameandika Arafat Haji kwa kile ambacho kinachoendelea. Amekuwa akiendelea kuandika maandiko mengi yenye kauli tata kama hizi kuhusiana kile kinachoendelea, huku kuna watu wanataka busara itumike, wengine wanataka kanuni itumike, ambapo klabu ya soka Young Africans yenyewe inataka kanuni zitumike, huku klabu ya Simba kionyesha busara ambayo inahitajika itumike. Kwa kifupi, Yanga imegeuka kuwa kicheko. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, moja kati ya kauli zake ambazo zinazozungumzwa kwa sasa. Bana, tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi litakuja lipi mara baada ya haya ambayo yanajiri. Weka maoni yako hapo chini katika upande